ndio basi Simomolo. Technically wewe ni mtu wa mpira Ali, na pia mpira unaofahamu. Tuzungumzie sasa dakika 90 namna ambavyo first half ilivyokuwa na second half ilivyokuwa. Baadaye lawama zikaja kwa vibendera kwamba ya Dube offside, la mwalimu halikuwa goli. Tuanzie katika first half. Mimi kwanza mambo ya waamuzi sitaki kuyazungumzia. Mambo ya waamuzi sitaki kuyazungumzia kabisa kwa sababu kanuni zinanibana. Umeelewa, kanuni zinanibana. Kwa hiyo mechi ilikuwa wazi, kila mtu kaona, ndio maana mechi imeisha, kila upande unatoa maoni yake. Mambo ya waamuzi hayo tuachie wenye mamlaka wakati. Sasa kwa namna gani Simba walidominate game hasa kipindi cha kwanza? Maana walikuwa wanawaemea nyinyi. Simba wana timu mbovu zaidi msimu katika historia yao. Simba hadi basi kweli. Kwa mtu anayejua mpira, jana nimemsikia mchambuzi anaitwa Shafi Dauda ameongea vizuri sana. Walipocheza Yanga jana, vile jana wako off Yanga, si ndio? Ulitegemea Simba waamue ile mechi. Yanga ambayo haina Pacome. Acha majeraha unawataja. Wale tu walioanza hawakuwa kwenye fomu yao ya juu. Simba wana watu machachari. Nimerudia mechi yote. Wana watu machachari, hawana watu hatari. Kama nani? Yanga akiwa na siku mbaya kwenye dabi anapata sare. Yanga akiwa na siku mbaya kwenye dabi anapata sare. Kwa hiyo ile sare ni bahati mbaya. Simba akiwa na wakati mbaya anachukua tofauti, ndio hiyo. Ile sare imetokana na Yanga hawapo kwenye form. Ndio maana watu wamekosa magoli kwenye dabi kwa sababu Yanga hawapo kwenye form yao. Diarra je, alikuwa hapo kwenye form yake? Yanga nzima nazungumza ilikuwa hapo kwenye form yake. Ndio maana Simba wamepata sare. Yanga kwenye form yake zinafika Jumatano. Bwana, marathon ya ligi unaionaje so far? Sio marathon. Narudia nilichomwambia mwenzako. Kama kuna jambo nimelifurahia na nimesikia raha na naamini wana Yanga wanalifurahia wote sasa hivi, ni kitendo cha Yanga kuigeuza Simba kuwa timu ndogo, kwa maana kupata sare na kufanya paredi. Wallahi paredi ilikuwa pati bandarini bwana, watu wanashangilia bwana. Basi hiyo pati. Wewe uliwahi kuondoka, waliongozana mpaka Msimbazi kaka, kushangilia sare. Hayo ni mafanikio makubwa. Watu hawa walikuwa wanasimama, sisi ni wakubwa Afrika, sisi ni wangapi Afrika, wamepata sare na Young African Sports Club, wamefanya sherehe.